Hutuba yetu ya leo itaelezea unwani inayosema ya kwamba hubbu dunya wa kariha al-akhirah. Hubbu dunya wa kariha al-akhirah, watu kuipenda dunia tukaichukia akhirah, wakati Allah tabaraka taala anasema kwamba al-akhiratu khairun wa abqa, kwamba hiyo akhirah ni bora zaidi ambayo kubakia. Wama alhayata dunya illa almata'ul ghurur, hii dunia unaidanganyika nayo si lolote si chochote isipokuwa ni starehe chache yenye ulitamdanganyifu. Maana ya kwamba wakati wowote na muda wote utaondoka kwenda mbele za Allah tabaraka taala mbele akhira, kule ndio kutakapokuwa utakaa wewe milele na milele. Ya ayyuhalladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawmil jum'ah fas'au ila dhikrillahi wa dharul bay'. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. الإخوان في الله، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من ضلالة النار، آمين. الإخوان في الله، أولا بعد نحمد سبحانه وتعالى ثم نصلي على محمد صلى الله عليه وسلم، أوصيكم وأوصي نفسي بالتقوى الله عز وجل، أنه قد قال سبحانه وتعالى في محكم تنزيل على الناس أجمعين بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. كذلك يقول تبارك وتعالى بدأ الناس أجمعين على المؤمنين، قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. كذلك يقول تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ndugu zangu katika imani, baada ya kumhimidi Allah tabaraka wa taala na kumtakia rehema kipenzi chetu mtukufu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, kwanza kabisa ninamuhusieni bila kuisahau nafsi yangu juu ya swala zima la kumcha Allah tabaraka wa taala. Allah ambaye aliyetuwezesha sisi kutupa nafasi na muda na kujali muda kama huu wa kumtii Allah tabaraka wa taala kutokana na maneno yake ambayo yako katika ndani ya kitabu kitukufu ni Qur'an, wala ambapo Allah tabaraka wa taala akasema ya ayyuhalladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawmil jum'ah fas'au ila dhikrillahi wa dharul bay'. Ili ambao muamini Allah tabaraka taala, ikiwa mmefikiwa na siku ya Ijumaa mkapata ule mnada
wito wa kuitwa siku hiyo ya Ijumaa, fanyeni haraka kwenda kuitika wito huo. Ikiwa sisi tumekubali kuitika wito tukaacha shughuli zetu, basi ni bora zaidi Allah tabaraka wa taala kulikoni yale ambayo unayamiliki ukasema kama bibi siondoke na linda mali zangu. Ndugu zangu katika imani, insha Allah Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akituwezesha katika hotuba yetu ya leo itaelezea unwani inayosema ya kwamba hubbu dunya wa kariha al-akhirah. Hubbu dunya wa kariha al-akhirah, watu kuipenda dunia tukaichukia akhira, wakati Allah tabaraka wa taala anasema kwamba al-akhiratu khairun wa abqa, kwamba hiyo akhira ni bora zaidi ambayo kubakia. Wama al-hayata dunya illa al-mata'u al-ghurur, hii dunia unaidanganyika nayo si lolote si chochote isipokuwa ni starehe chache yenye udanganyifu. Maana ya kwamba wakati wowote na muda wote utaondoka kwenda mbele za Allah tabaraka wa taala mbele akhira, kule ndio kutakapokuwa utakao wewe milele na milele. Ndugu zangu katika imani, al-hukmu yaduru ma'a allati wujudan wa adama. Tunaweza katika wanwani hii ya kusema ya kwamba hubbu dunya wa kariha al-akhirah, kuna mambo ambayo yanajiri katika zama zetu hizi au kwa kipindi chetu au katika nyakati zetu kwa sasa hivi, ambazo watu tumejisahau katika akhira ya Allah tabaraka wa taala. Tuko watu tumejikita katika dunia. Wewe mwenyewe unayoona watu ambayo mke leo ukimwambia kwamba hivi ujue kwamba kesho na kesho utakufa, anakwambia kwamba wamchulia. Leo hivi ndugu yako yoyote aweza kukuambia kwamba wewe bwana utakufa, kufa lazima kwamba muda wewe utatangulia au muda wewe hujafa. Tujiulize kwamba mababu na mababu nyakati zote kaumu zote ziko wapi mpaka hivi leo? Ukiangalia Nuhu alayhi salam mpaka Isa alayhi salam wako na hivi leo, hata kama zama hizi za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wewe ulikuwa na wazee wako mpaka hivi leo wako wapi? Na ukiangalia katika makaburi kila siku tunazika, kwani tunaweka katika batuta ya viazi, tunaweka wapi mle? Sasa hivi leo mtu yeyote kwamba akiamua kukwambia kwamba bado mimi nataka kufanya surprise, kwamba nataka nikupe zawadi ambayo wewe hutaweza kuipata zawadi hiyo na ni muhimu kwako, ni lazima akaenda kukununulia sanda, kwamba ndugu yangu mimi nanunua sanda hii hapa na kukabidhi hii hapa, ili kesho ukifa usikwe na hii, ili mimi nitoe na sadaka yangu kwa wewe. Tayari wewe kama alikuwa ni rafiki yako atakuwa ni adui yako. Lakini hali ya kwamba lazima katika mapito haya, kama wewe umezaliwa lazima utafaye utapitia. Kullu nafsin dha'iqatul maut, kila ambacho nafsi iloko, yani kila kilichozaliwa nafsi yote lazima itaonja kufa. Kwa maana hiyo kama Muislamu ukiwa unakufa ni lazima sana utapitia kuivaa. Sasa iweje unaichukia? Kwa sababu gani? Hubbu dunya wa kariha al-akhirah. Watu tumejikita sana katika mambo ya dunia, tukachukia akhira yetu. Ndugu zangu katika imani, haya tunayasema ambayo tuliokuwa nayo, ukiangalia katika taasisi za Kiislamu nyingi zinapata tabu, wanakuwa na shida nyingi, hali ya kuwa Waislamu wenyewe wana uwezo wa kusimamia taasisi hizo. Leo hivi watu wanahangaika kuwalipa walimu wa madrasa, wanahangaika kulipa maimamu, wanahangaika kujenga misikiti, wanahangaika kujenga majumba ya walimu ili wapate kustirika ili waendeleze ibada ya Allah tabaraka wa taala. Lakini Muislamu huyo ana uwezo wa kuitekeleza hata kwa peke yake, lakini hayuko tayari. Lakini hivi leo angalia, ukiangalia katika vitu ambavyo ni haviko kinyume na msingi wa Allah tabaraka wa taala, leo hivi utakuta watu wanadhaminia vilabu vya pombe, wanadhaminia mipira. Wewe hivi leo ukiangalia hapa, jana na ipata taarifa kwamba kuna timu ambayo itaondoka kwenda Zambia, lakini anakuambia kwamba yuko tayari kulipa 200,000 kwa ajili ya nauli. Lakini leo hivi msikitini watu wameshindwa shilingi 50,000 ile yapatikana kwamba wanataka kutatua tatizo la msikitini. Muislamu huyo hayuko tayari kuchukua shilingi 50,000 ile akaiweka katika ndani ya msikiti ili imsaidie kesho siku ya kiyama. Anajua kwamba katika hii dunia ndio starehe ishafika, kwamba hataweza kuondoka tena, na starehe ndio kubwa kuliko yeyote ile. Lakini Allah tabaraka wa taala anakuambia kwamba al-hayata dunya illa al-mata'ul ghurur, haikuwa hii dunia isipokuwa ni starehe chache ambayo yenye udanganyifu. Ndugu zangu katika imani, tusijisahau sana kwa kuonekana kwamba tushafika katika hii dunia.
Allah tabaraka taala yeye anatuambia mambo mengi sana katika hii dunia, lakini sisi tumekuwa ni wazito wa kukubali yale yote yanayopatikana katika mambo ya dunia. Leo hivi mwanadamu yoyote aweza kulifanya jambo lote kwa sifa ya kidunia, kwa sifa ya kidunia, lakini umwambie kwamba bana angalia akhira yako kesho, lakini kwake anaona uzito. Hebu jiulize ndugu zangu katika imani, lengo na madhumuni ya kuleta katika hii dunia ni nini? Kila kitu unachokitengeneza kinakuwa na malengo yake, kila kitu unachokiandaa kina malengo yake. Leo hivi Allah tabaraka taala ametuumba sisi, walam yatrukuna amalan bal arsala ilaina rasulan wa ma'ahu kitabu min rabbina, kwamba ametuumba sisi wanadamu, hakutuacha hivi vikalbahima kama wanyama, bal arsala ilaina rasulan, amemtuma mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katuma na mitume leo imepita, wa ma'ahu kitabu, pamoja na kitabu cha Allah tabaraka taala. Ukiangalia katika kipindi cha Daudi alayhi salam Zaburi, Musa alayhi salam Taurat, Isa alayhi salam Injili, na hivi leo kipindi cha mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam Qur'an. Bimaana ya kwamba amekuletea kwa kupa mwongozo wa mfumo mzima wa maisha ya mwanadamu ataishi vipi katika ulimwengu huu. Cha kwanza kabla ya yote haya, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaelezea katika ndani ya Qur'an, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, sikuumba majini na wanadamu, sikuumba majini na wanadamu, lengo kubwa kwanza waniabudu mimi Allah tabaraka taala. Kwa sababu gani anasema maneno haya hali ya kuwa kuna viumbe vingine ambavyo ameviumba, mbona hayajisemea maneno haya? Kwa sababu viumbe hivyo ambavyo vinamtii Allah tabaraka taala, kwa sababu vinamtii Allah tabaraka taala. Allah tabaraka taala mwenyewe anasema yusabbihu lillahi ma fi samawati wa ma fil ardi, vinamtaja Allah tabaraka taala vilivyomo mbinguni na vilivyomo ardhini, vilivyomo ardhini. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaelezea maneno haya kwa sababu ya nini? Yeye hana shaka na vilivyomo mbinguni, kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema mbinguni kuna ishi malaika. Malaika Allah tabaraka taala anasema la ya'asuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maruna, wao hawamwasi Allah tabaraka taala, wanayafanya yale ambayo anayamrisha Allah tabaraka taala. Na vilivyomo ardhini ndio yusabbihu lillahi ma fi samawati wa ma fil ardi, vinamtaja Allah tabaraka taala vilivyomo mbinguni na ardhini, bimaana ya kwamba vilivyomo ardhini vinamtii Allah tabaraka taala, vinamtii Allah tabaraka taala. Ndio maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akasema inna aradna al-amanata ala as-samawati wal ardi wal jibal, hakika mimi nimeleta amana ambayo imepitia katika mbingu, mbingu ikakataa viumbe vilivyo katika mbingu, sababu havina shaka vinamtaja Allah tabaraka taala. Akaleta katika ardhi, ardhi ikakataa, tuna haja na wewe. Wal jibal, kapeleka katika milima, kwamba amana hii nimeleta katika milima, milima ikakataa. Ukataa kwa namna gani? Law anzalna hadha al-Qur'ana ala jabal la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah wa tilka al-amthal yadribuha lin-nas la'allahum yatafakkarun, kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kaleta amana ambayo ni Qur'ani, mwongozo wa mfumo mzima wa maisha ya wanadamu wa kiumbe chochote. Ndipo bwana Allah tabaraka taala akasema kwamba nimepeleka katika milima, nayo milima ikakataa kuleta amana hii. Sababu gani? Law anzalna hadha al-Qur'ana ala jabal, la itikama maneno ya Allah tabaraka taala katika kitabu kitukufu Qur'ani vikateremshiwa katika mlima, ungeona mlima unapotetemeka na kupasuka vipande vipande vihofu ya nani? Ya Allah tabaraka taala. Wa tilka al-amthal yadribuha lin-nas, mfano huu anatolewa mwanadamu na Allah kumetafakaru, huenda akawa na akafikiri katika yake. Lakini mwanadamu huyu dunia wa kariha al-akhirah, hayataki kuyachukua ya Allah tabaraka taala bali atakayesaidia akhirah, anayoona ya katika dunia ndio bora kuliko ya akhirah. Wal akhiratu khairun wa abqa, hali ya kuwa hiyo akhirah ni bora kuliko hii dunia ambayo unahangaika nayo, ni bora. Lakini watu tumejisahau katika mazingira haya kwa kuonekana kwamba sisi ndio basi tushamaliza kila kitu. Ndugu zangu katika imani, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akaendelea kueleza baada ya kupeleka katika milima, fa abaina ayahmilnaha wa hamala al-insan, akasema ndio asema nipe mimi amana hiyo, kwa sababu kumbukumbu, kwa sababu ni kumbukumbu ya Qur'ani. Ikiwa mimi nina tatizo lolote, basi tuangalie Qur'ani inasemaje. Innahu kana dhaluman jahula, mwanadamu huyu ni mjinga tena mwenye kudhulumu nafsi yake, kwa sababu kwanza alikuwa na hofu kwamba ana al-insan, mimi ni mwanadamu. Al-insanu huwa nasi ya kila wakati, kwamba maana ya mwanadamu insan ni mtu ambaye wakusahau muda wote.
Sasa atakumbuka vipi bila kuwa na maneno ya Allah tabaraka taala? Ndio maana akaikubali kuibeba Qur'ani kwa kuwa ni mwongozo kwa yeye, ni mfumo wake wa maisha kwa yeye. Likitoka tatizo lolote basi aliangalia katika Qur'ani. Fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasuli. Ikiwa tumehitilafiana na jambo lolote turudi kwa nani? Kwa mtume Muhammad, kwa Allah tabaraka taala bali Qur'ani na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndiye yeye ni mfasiri wa hii Qur'ani. Lakini mwanadamu kwa kuipenda dunia ameacha mwongozo wa Qur'ani, akaacha mwongozo wa kwake yeye, bimaana kwamba katiba yake katika taasisi yake, katika uongozi wake, katika maeneo yake ameona aitunge katiba ya kwake yeye ambayo itakayeishi katika hii dunia. Hali ya kuwa Allah tabaraka taala akakutungia katiba hii ambayo ni mwongozo uliokuwa mzuri, ambao hauna mabadiliko tangu umeanzishwa mpaka hivi leo. Watu wanajaribu kuibadilisha lakini wanashindwa. Lakini wewe hivi ni mimi na mimi unaweza kusema katika taasisi yako au katika kiwanda chako au katika kampuni yako unaweza kaweka katiba kwamba wakao bwana inabidi katiba yetu ni hii na hii na ile, lakini baadaye mkabadilisha tena katiba ile kwa mwaka mwingine. Ukiangalia katika mahakama yetu tunayopanga utakuta mtu anaweka kwamba bwana mahakama hii tuna kwamba wewe unafungwa kwa kifungo cha namba fulani katika mwaka fulani, lakini baadaye anakubadilisha kwamba kifungo kile kilikatwa kutoka kwa kifungo kingine ambacho mwaka 72 tatizo hili. Lakini Qur'ani tangu lini imebadilishwa? Kama inasema kuna a'udhu birabbin nas ni ile ile, haibadilishwi hata siku moja. Kul huwa Allah ni ile ile, haibadilishwi hata siku moja. Sasa hivi leo watu hubu dunia wa kana akhira, kwamba tunaipenda dunia tukaitukia akhira, tuko tayari kubadilisha mwongozo wa Allah tabaraka taala kwa kuipenda dunia. Lakini je, kesho na kesho tutaenda wapi? Kwa Allah tabaraka taala. Au tunasema hivi mtu akifa atashakufa basi? Uwepo Allah tabaraka taala kujaamini. Hebu angalia juu, angalia chini. Kulia na kushoto. Ukiangalia juu kuna mbingu ambayo Allah tabaraka taala kaiweka kula hata dirisha moja hakuna. Kaiweka kurunzi nuru ambayo waiweka ni jua hili moja ambalo linaangaza dunia mzima, ulimwengu mzima. Kaweka mwezi ni mmoja tu. Hivi leo kitaka kuweka usiku ni mmoja tu, hakuna kubadilisha kwamba mimi nataka masaa 24 na usiku. Huu ni uwezo wa nani ambao anaoandaa? Wewe na mimi tunatengeneza kisa hapa, lakini kinonieri kila ndio tunajaribu bado kinabadilika. Wafika usiku hapa tafuta taa balbu za aina mbalimbali hivyo patakane mwanga wa mchana hakuna, tashindwa. Siko ujue kama uwepo wa Allah tabaraka taala upo. Hebu jiulize na wewe kama umezaliwa kutokana na nini? Asili ya mwanadamu ni udongo. Udongo kiangalia kwamba ni mfinyanzi, tena udongo la msnol wanekunuka uliovunda. Lakini kazi kaifanya nani? Allah tabaraka taala. Mpaka kafikia mwanadamu wawe. Na kama unasema kama mimi sijaumba na udongo, kwamba umeukhulika min ma'in dafiq, umeumba kutokana na maji ambayo ni mchupo. Maji ambayo ni manii ambayo yanatoka katika protini za nini? Za chakula. Chakula ambacho kinacho ni mawadi katika ardhi. Sasa bado hujani kwamba uwepo wa Allah upo. Unasema kwamba hakuna ufufuo kweli. Hebu jiulize kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akakupa mifano mingi katika ndani ya Qur'an. Ili kwamba ujue kwamba usipende dunia, ujue kesho na akhera utakuja kukutana na Allah tabaraka taala. Yukhrijul hayy min al-mayyit wa yukhrijul mayyit min al-hayy. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakuambia kwamba ana uwezo wa kukitoa kitu ambacho katika ndani ya mfu akatoa kitu kizima. Na kitu kizima akakitoa mfu, akatolea mfano wala wachora, akatolea mfano wa kwamba mwanadamu aangalie mzoga. Ule mzoga anasema kama mzoga tumeenda kuufukia bwana, ufukie ndani ya wiki moja ndio kafukue. Siku nafuta wanacheza, wametoka wapi wakati kile kitu kilishakufa. Mzoga umefukia pale ndani siku 5 sio ndio kuutoa. Lakini wakutafunza ambao ni wazima wanatembea kabisa. Na akatolea mfano wa manii mwanadamu. Hivi leo anatoa manii katika kutumbukiza katika mbegu ya upande wa kina mama, lakini mama yule ikifika mwisho wa mwezi anaenda kuitupa ile mbegu. Hali hapo haifanya kazi yoyote ile. Sasa wewe mfano huu bado hujaamini. Na akatoa mfano anachona akasema kwa mfano wa muhindi, chukua hindi ile panda hata kwenye kopo lipande au sehemu yote lipande. Baadaye utakuta lile hindi linakuja kupasuka katika nini? Katika ile ardhi au ile mchanga, alafu linaanza kutoa upande wa kulia jani lingine wa kushoto bali jani lingine mpaka anakuja kupanda juu. Sawa na mwanadamu ndipo atakapofufuliwa. Kwamba kama uliona wewe kiungo chako kiliwake CMC, basi unajua kiungo kile kitajivuta chenye kama unavyoona hindi linapochukua kuchomoza katika kuja katika nje ya ardhi. Ndivyo kama kiungo kilikuwa kimoja kiko CMC, kingine kilikuwa Mloganzila, kingine kilikuwa Mtwara, basi vile vyote vitakuwa vinakusanyika.
Na hivi Musa alayhi salamu aliwahi kumwambia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, nataka unipe tu dalili za kuonekana kwamba kweli ufufuo upo, lakini alimwambia hivi, uniamini? Lakini alikwambia kwamba liyatma'inna nafsi, kwamba kwa sababu gani? Sio kusema sikuamini, ila nafsi yangu nataka itulizane kwamba nijiamini mimi mwenyewe kwamba kweli jambo la Allah Tabaraka wa Taala. Akamwambiaje? Chukua ndege wanne, ndege ambao ni tofauti tofauti, uwachinje, katakata vipande, kila kipande weka katika milima minne, hapo kama katikati uwaite kila ndege ambao lokamchinja. Alifanya hivyo, matokeo yake kila ndege alokamwita, kama nilikuwa kunguru akiita na kuja kunguru hapo, kipande cha kunguru cha kutoka cha kuunganika pale jiwa hivyo, mpaka ilionekana akasema kweli Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, sio kusema nilikuwa sikuamini, lakini nafsi yangu ilipata kutulizana. Sasa hivi leo wewe unaipenda sana dunia hali ya kuwa akhira inakusubiri, umejiandaa vipi? Ulizojiandaa kwa majibu ya kumjibu Allah Tabaraka Taala, au tutegemea tukisafika katika kaburi tunachukua kitabu mtu ushakufa tayari kabla rabbuka rabbi Allah, tunamfundisha mtu aliyoko ndani ya kaburi, innaka la tasma'u al-mauta, wewe huwezi kumfusikiliza habari mtu alokufa. Hapo watu wanamwambia maneno yale baada wakati alikuwa hayafanya, atayafanya muda gani wakati muda wake ushakuisha? Tuongopeana sababu maneno yale ambayo leo tamka kumwambia yule maiti, ilibidi umwambie mtu aliyokuwa hai ayatekeleze katika hii dunia ili amsaidie kesho akhira au katika kufa kwake. Lakini watu tunashindwa kuambizana mapema kwa sababu ya nini? Hubu dunia wa karha al-akhirah. Kuonekana kwamba tukiyasema maneno haya itaonekana mimi nitakosa nini? Nitakosa posho. Kinachotakiwa ndugu zangu katika imani, wama al-hayata ad-dunya illa al-mata'u al-ghurur. Haikuwa dunia isipokuwa ni starehe chache na udanganyifu. Tujiandae na akhira yetu. Tujiandae na akhira yetu. Watu tunakuwa wazito kutoa kwa ajili ya Allah Tabaraka Taala. Watu tunakuwa wazito kutoa kwa ajili ya Allah Tabaraka Taala, na wakati Waislamu sisi ndio tunaongoza kwa utajiri. Wewe angalia mabasi mengi hapa ya Waislamu, ukiangalia masheri mengi ya Waislamu, magorofa mengi ya Waislamu, majumba yenye mafahari ya Waislamu, makampuni mengi ya Waislamu. Lakini Muislamu yule uende ukamuombe kitu chochote ambacho kinachohusiana katika Uislamu hawezi kukupa kama. Lakini umwambie kitu ambacho kinahusiana katika Uislamu yuko tayari. Kiumbe yule anasema mimi Muislamu, msikiti anaona kwake kituo cha polisi, lakini mwambie aende katika uwanja wa Mkapa yuko tayari asubuhi mpaka jioni anashinda pale, hajafanya kitu chochote lakini kuangalia mpira tu. Mtu aingia pale saa moja, mpira leo saa 12 au saa 2 yuko tayari ashinde pale, kama kuna bajeti yake shaipangilia bajeti mapema. Lakini msikitini siku ya Ijumaa yuko tayari kuja saa 7 kasorobo au saa 7 kamili, watu wanamaliza kusali yeye ndo anaingia. Lakini uwanja wa mpira yeye yuko tayari kuingia saa 1 asubuhi ile. Tuangalia mpira hivi ndio sema kwamba karibuni katika nani maadhimisho ya rabia uzinduzi sijui ulikuwa nini sijui ambao Yanga na Simba. Mtu ametoka sijui wapi huko Shinyanga huko kutoka Mwanza huko mpaka anafika huko amekaa siku 2-3 baada ya kutumia pesa kwa ajili ya kuangalia mpira wa dakika 90. Lakini mtu yule ukimwambia aje kwa itikafu katika ndani ya msikiti wa Allah Tabaraka Taala kutoa moja tu, kwa kile anaona kama kituo cha polisi. Kwa banda ya shauri kwa lock up, chakula hakipati, mbu anamchapa. Lakini haya yote kuipenda dunia tukaiacha nini? Akhira. Lakini asilimia kubwa wengi wetu tuliokuwa ni Waislamu ambao tunafanya mambo haya. Hivi tunategemea nini mbele ya Allah Tabaraka Taala? Haya yote hubu dunia wa karha al-akhirah. Aqulu qawli hadha astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi hadana li hadha wama kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ndugu zangu katika imani, usiku mara thania wa nafsi kadhalika, ninamuhusia kwa mara ya pili na pia nahusia nafsi yangu juu ya swala zima la kumcha Allah Tabaraka Taala. Haya ndiyo tuliokuwa nayo ndugu zangu. Haya ndiyo tuliokuwa nayo. Na ukiangalia sasa hivi pia tuna mambo yetu ya uchaguzi. Tanzania wanasema amani kwanza. Tanzania amani kwanza. Lakini ni akina nani ambao watakaovunja amani? Sisi ni Waislamu. Kama hatuko tayari kwenda sambamba na muongozo wa Allah Tabaraka wa Taala, mimi ninaamini kwamba amani ndio kaivunja. Mimi nasema kwamba hakuna Waislamu waliokuwa na amani kama Watanzania. Hakuna Waislamu waliokuwa na amani kama Watanzania.
Leo hivi tujiulize ndugu zangu, ni msikiti gani ambao wametoka watu wa kanisa wakaja kuzuia kwamba wasiswali? Ni kitu gani ambacho tumesikia kwanza na madrasa watoto wameshikwa wametekwa? Haya yote tunasema kwa maana leo hivi tuko katika swala la uchaguzi, na wengi Waislamu wameomba uongozi. Wengi Waislamu wameomba uongozi. Lakini tuangalie katika katiba ya Allah tabaraka taala au mwongozo wa Allah tabaraka taala ambao kwa kufikia mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huyu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alimwambia Muadh bin Jabal wakati wanasafiri, kana radifun, alikuwa amebebwa yuko nyuma yake kama ni abiria wake. Mmoja Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam adireba, huyo bwana yuko nyuma yake. Anamwambia ya Muadh, anamwambia ya Muadh, la taj'al imara, usije ukaomba uongozi wala ukara hatani, hata kama mkiwa watu hao wawili. Sio nimwambia vile kwa dakika kwamba asigombee moja kwa moja uongozi, kwa sababu uongozi ni amana mbele ya Allah tabaraka wa taala. Uongozi ni amana mbele ya Allah tabaraka wa taala. Sababun min asbabi dukhul janna wa dukhul janna, kwamba miongoni mwa sababu zitakoza kupelekea wewe motoni au zitakupelekea peponi. Ikiwa wewe waipenda dunia, mimi ninaamini katika uongozi wako asilimia kubwa utakwenda motoni. Ikiwa wewe waipenda akhira, asilimia kubwa katika uongozi wako utaipata pepo ya Allah tabaraka taala. Kwa sababu gani nasema hivi? Leo hivi viongozi waliokuwa wengi wananadi katika ndani ya membari au ndani ya majukwaa yao kwa kuonekana kwamba wanayosema ni ya ukweli. Mimi nitafanya kitu fulani, lakini mtu yule akishapata uongozi wake humuoni tena katika jimbo lako, wala katika kituo chake, wala katika mtaa wako humuoni tena, na ana habari ya kutekeleza lile jambo. Bimaana kama ayatu munafiq tayari shakuwa ndani. Na Allah tabaraka taala anasemaje juu ya mtu mnafiki? Fi darka al-asfali minan nar, kwamba mtu huyu ambaye mnafiki yuko daraja la chini kabisa katika moto, yuko daraja la chini la moto. Leo hivi ndio atakayesababisha kukosesha amani, kwa sababu watakapomuona watamchukia, watakapomuona watamzomea. Matokeo yake ataita polisi kuwaita wale, kwa sababu kuna jimbo fulani wanazomea, hali ya kuwa ile amesababisha mwenyewe kuvuja. Kwa nini? Kwa amani. Mtu anaweza kumchukia, bora ueleze kweli kwamba bwana, mimi mnanichagua kwa nini nitakalo naweza nikatekeleza, sio niweza moja kwa moja sitaweza kutekeleza. Lakini unajikamilishia wewe kwamba wewe ni mkamilifu kama Mwenyezi Mungu kabisa, kwamba mimi ninafanya kitu fulani, wala msiwe na shaka, hiyo yote inabadilika. Kama niko na tatizo la maji, nitatekeleza. Wewe haya yote utakuwa wewe utayaweza? Tayari sababa amana mbele ya Allah tabaraka taala. Ayatul munafiqi thalath, dalili za mnafiki ziko 3. Idha hadatha kadhaba, pindi anapozungumza huwa anazungumza uongo. Sasa tuangalie ni viongozi wangapi ambao wameshika madaraka katika nchi yetu kwa watu tutekeleze hapa tunahitaji. Yaro sasa sababisha nini? Ukosefu wa amani. Na vile vile idha waada akhlafa, mtu huyo akaahidi kitu hatekelezi. Akiahidi kitu atekelezi. Na vile vile ila utmina khana, mtu huyo akiaminiwa anafanya khiana. Tumekuamini kwa wewe ni kiongozi wetu, tutekeleze yale, lakini ukipata kitu ambacho kutoka serikalini kule kwa wakubwa, wewe waanza kukata nusu kwa nusu, kwanza kuingiza mfukoni, kingine ndio unaenda kutekeleza kile. Kama uliambiwa kujenga jengo la ghorofa 3, wajenga ghorofa 1 au 2, hata kabla hujamaliza kwa pesa imeisha. Kwa sababu ya nini? Uliaminiwa ukafanya nini? Khiana. Wako viongozi wengi
ambao wanapewa katika majimbo yao pesa, lakini hawatekelezi pasavyo. Wenyewe wanasema tumbo la kwako la mwenzio koba, mpaka jaila kwako ndio peleka kwa mwenzio. Sasa wewe kama ni Muislamu unatekeleza kweli amri za Allah tabaraka wa taala? Tayari hapa wewe usaingia kwenye mkenge hapa. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam alimwambia Muadh bin Jabal, isije ukajalia kuwa kiongozi, kwa sababu kiongozi ni amana mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa ndugu zangu katika imani, tunasema Tanzania amani kwanza. Sasa na sisi kama ni viongozi wa Kiislamu tuko tayari kutetea Uislamu wetu, tuko tayari kutetea jimbo letu, tuko tayari kutetea tarafa yetu, tuko tayari kutetea wilaya yetu, kama mkoa wetu, hata taifa letu. Tuseme maneno ya ukweli tunaposimama katika mimbari. Na kama wewe hutaweza kutekeleza, usiseme, bora uache tu. Kama ipo tu, Mwenyezi Mungu kama akikupangia kuwa kiongozi na kuwa kiongozi. Asilimia kubwa wengi wamekula mariba ya watu, wamekopa mikopo ya watu kwenye mabenki kuendeshea nini, kampeni za chini kwa chini kwa kutumia nini, rushwa. Laana Allahu rashiyun wal murtashi. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kwamba amelaaniwa mtu mwenye kufanya mwenye kula rushwa na kupokea rushwa. Shekalipa mwenyewe bana, kwa nini lazima tunaomba sidaki la yako? Mikopo ya dini tunachukua. Mtume sallallahu alaihi wasallam anaelezea kwamba mtu mwenye kula riba siku ya kiyama tumbo atakuwa anaburuza chini, yaani linakuwa kubwa mpaka kula anapita buruza. Sasa kwa ajili ya nini? Ya uchaguzi. Na mtu huyo anaenda kutoka akaferi uchaguzi, matokeo anakuja kuzimia. Hasa kutoka sema na mtu mwingine, kwa sababu ya nini? Mnapogombea watu wawili bwana watakuwa shinda wote, sasa bila shinde mmoja. Kwa nini siku ya matokeo? Amani yeshabuji. Sasa kama ni Muislamu wa ukweli, unasema kwamba Mwenyezi Mungu amekujalia wewe kuwa Muislamu na ukachaguliwa kuwa kiongozi, basi inatakiwa uwe mwadilifu kwa pale ambapo utakapokuwa na uwezo uadilifu wako utekeleze. Na pia unapoomba wewe usihitaji hivyo maneno mengi. Kwa kumalizia, ndugu zangu katika imani, tuangalie viongozi wanne ambao walikuwa wamepewa uongozi baada ya kufa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambaye ni Abu Bakar Siddiq, Umar, Uthman wa Ali. Wao walipokuwa wameanza kuchaguliwa uongozi, kwanza walianza kutafakari. Sio kupita kwanza apita tafuta yeye kwanza kutafakari. Jamani, kwani hapa atakaye kuwa ametufani nani? Je, katika Mtume sallallahu alaihi wasallam akatuacha usia gani? Wakasema jambo la kwanza kwa Abu Bakar ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema tumachie apewe nini? Uongozi. Lakini Abu Bakar huyo hakujikweza kuonekana kwamba yeye ndio anaweza kila kitu. Alisema maneno gani? Inni qad wallitu ilaykum wa lastu bikhayr. Mimi nimechaguliwa kwa ninyi sio mbora. Fa in ra'aytumuni ala al-haqqi fa'ajinuni, fa in ra'aytumuni ala shar fasaddiduni. Mimi nimechaguliwa kwa ninyi sio mbora. Katika mimi nilivyo hapa katika elimu yangu ile kwa nayo inawezekana kuna walionizidi mara mbili katika nyinyi. Lakini mkiona na kwenda sawa sawa na katiba ile ambayo inatakiwa, basi niungeni mkono. Lakini mkiona na kwenda kinyume na maamrisho ya Allah tabaraka taala, nizuieni huko unapokwenda, sio kiongozi wetu. Leo ni viongozi wangapi wanakubali kukosolewa na raia? Isiwe misikitini, iwe katika majimbo, iwe katika sehemu ya serikali, ni wangapi wanakubali kukosolewa? Kiongozi wetu huko anapokwenda siku bwana wetu leo, kwa nini nilichagua sema niliamini? Niache niende. Je, haya yote tunayofanya tutegemea nini kwa Allah tabaraka taala? Hubbu dunia wa karaha la akhirah. Lakini kama ingekuwa kama tunajua kwamba kesho tutaondoka katika hii dunia tukaenda kwa Allah tabaraka taala, usingesema maneno haya kamwe. Usingesema maneno haya kamwe. Watu tunakuwa wengi namna hii, lakini hapa kuna watu wengine wanachomwa na misumari ya moto. Misumari ya moto. Anakuwa wa mwisho hapa saa 7 kamili, lakini akisasa ndio kwanza kutoka. Unjui kama ni sehemu iko katika mazingira gani. Lakini ukiangalia kwenye mpira, mtu anaingia mapema saa 1 saa 2, na kutoka na kwa wabisha kwa mpaka nimsikie mtangazaji fulani anaanza kumhoji mchezaji. Lakini asemi kwamba baada ya naingia time za mwisho za kipindi cha pili kile, hivi kabla kijaisha mimi nitoke. Hubbu dunia wa qara ala. Tuipenda dunia tukaiacha akhira. Wal akhiratu khairun wa abqa. Akhira ni bora kuliko hii dunia. Sasa ndugu zangu katika imani, kadri kalami makala wadalla. Ubora wa mazungumzo ni machache yenye kuleta faida.
narudia tena kwamba lengo la kuleta sisi hapa, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, hakuumba majini na wanadamu Mwenyezi Mungu kwa ajili ya nini? Kumwabudu Allah tabaraka taala. Kumwabudu nani? Allah tabaraka taala. Anasema ma uridu minkum min rizqin wa ma uridu an yut'imun, kumuumba kwenu ndiko muumbeni, sihitaji kunipa riziki yoyote wala kusema kama kuna chakula mnilishe mimi. Inna Allaha huwa ar-razzaqun dhul quwwatil matin, hakika Mwenyezi Mungu ndiye ambaye mwenye kutoa riziki yenye kutimia, tofauti na mwanadamu akikupa leo kesho atakukusimulia. Sasa ndugu zangu katika imani, tukinaelekea na haya kwamba hii dunia si lolote si chochote, tujue kwamba tutakuja kukutana na Allah tabaraka taala. Tumejiandaa vipi? Kikubwa ni kutekeleza ibada za Allah tabaraka taala, miongoni mwao kutoa sadaka, na miongoni mwao kupata ibada za sala kwa wingi, na kutaka istighfari kwa Allah tabaraka taala, kwa sababu hilo miongoni vitu vitakavyokusaidia. Tunabujezi hapo pia, kama wewe unahitaji kujenga, kwa sababu hilo ni sadaka jariya yenye kudumu. Kesho tuondoka katika dunia, na vile vile Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakuwa anakulipa kwa kila ambacho kilichokuwa umekiacha katika dunia. Vile vile Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amempa habari Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mambo mengi kutufundisha sisi, lakini sisi hatuko tayari kuyashika. Na ukiangalia katika miongoni mwa hayo, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kwamba idha mata ban adama inkata amalu, mwanadamu anapokufa matendo yake yote yanakwisha, hana kitu tena illa bi thalatha, isipokuwa kwa mambo matatu. Jambo la kwanza sadaka jariya, sadaka yenye kudumu. Umejenga kisima, umejenga msikiti, umejenga madrasa, umejenga nyumba za walimu kwa niaba ya Allah tabaraka taala. Hii ni miongoni mwa sadaka ya kudumu wale watakao kutumia wewe kheri na kufikia hata kama ukiwa kaburini. Na vile vile wala bisalih yad'u biha, umpate mtoto ambaye mnaomsomesha dini, anakuombea dua, wewe Rabbi ghafirli wal walidayya warhamhum kama rabbayani saghira, Mwenyezi Mungu nisamehe mimi na wazazi wangu wawili, na uone huruma kama walivyokuwa na huruma mimi ningali mdogo. Na vile vile jambo la tatu al-ilmu yantafi bihi, elimu yenye manufaa. Umesoma elimu ya dini, elimu ile ya dini ukaeleza kwa watu wengine, na wengine wakaendelea nako kwa kueleza, basi wewe vitu hivi vitakuwa vinakufikia katika ukiwa katika kaburi lako. Sasa ndugu zangu katika imani, kinachotakiwa ni kupambana mambo haya au kujipamba katika jambo la khairati wote ambalo tunapenda Allah tabaraka taala, ili tupate kufaulu katika akhira yetu inshallah. Subhana rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka tawwabur rahim. Rabbana warda wa umar wa fajr rasidina Abu Bakr Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan wa Ali bin Abi Talib. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعلنا الوارث منا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا ما لا يرحمنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقم الصلاة.